Ukikaa kimya hivi, mpenzi wako atabadilika haraka. Huu ni ukweli ambao watu wengi hawajawahi kuambiwa. Watu wengi wanaharibu mahusiano yao sio kwa sababu hawajali, bali kwa sababu wanazungumza sana wakati ambao wanapaswa kukaa kimya. Leo nitakuonesha mbinu moja ya kisaikolojia inayotumiwa na watu wengi wenye akili ya juu kwenye mahusiano, inaitwa tactical silence. Mbinu hii inaweza kumfanya mpenzi wako akuheshimu zaidi, akuwazie zaidi na hata aanze kubadilika bila hata wewe kumlazimisha. Lakini kuwa makini, ukiifanya vibaya unaweza kuharibu kila kitu ndani ya sekunde chache. Ndani ya video hii nitakufundisha ni lini unapaswa kukaa kimya na lini haupaswi, jinsi ya kutumia ukimya kuongeza thamani yako, na kosa moja ambalo watu wengi ulifanya bila kujua. Usiondoke, kwa sababu sehemu ya mwisho inaweza kubadilisha kabisa namna unavyoendesha mahusiano yako. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa kuna sababu 5 kwa nini mpenzi wako atabadilika haraka unapotumia mbinu hii ya ukimya wa kimkakati. Sababu ya kwanza, unamuondolea kinga ya kujitetea. Moja ya makosa ambayo watu wengi wanakosea kwenye mahusiano, pale ambapo mwenzako amekosea, unaenda kumlaumu, kumfokea, kumgombeza, hapo utakuwa unakosea kabisa. Lakini ukitumia ukimya wa kimkakati, tayari utakuwa umeshabadilisha kabisa mchezo kwenye mahusiano na mwenzako atakuona tofauti kabisa. Sasa unafanyaje? Unajua sisi binadamu pale ambapo tunakuwa kwenye hali ya hofu au tumefanya jambo fulani ambalo sio zuri, huwa tunaingia katika sehemu ya kujilinda ambayo tunaita defensive mechanism, kwamba mwili wetu unatengeneza mazingira ya kujilinda. Sasa hapo huwa tunazalisha kitu kinaitwa flight au fight, yani kwamba aidha tukimbia au tupigane. Sasa pale mtu akiwa kwenye hali hiyo huwa anatengeneza mazingira ya kujitetea. Sasa anaanza kutengeneza sasa hoja za kujitetea kulingana na ile kosa ambalo amefanya. Sasa hii ni mbaya kwa sababu badala ya mtu kuanza kuliwazia kosa lake, anaanza kujiandaa kwa kujitetea kwa hoja ambazo utakuja kumuuliza. Kwa mfano labda kachelewa kurudi nyumbani, ataanza kujitetea sasa kwamba ataanza kujiandaa sasa kujitetea kwamba nitamwambia nilikuwa kwa dada yangu au nilikuwa sehemu fulani. Kwa pale atakuwa anaandaa hoja za kuja kuongea na wewe badala ya kulifikiria kosa lake. Lakini unapokaa kimya ukatumia ukimya wa kimkakati, utakuwa umemnyima ile nguvu ya kisaikolojia ya yeye kuja kujivizana na hoja ambazo ameziandaa. Badala yake ataanza kushangaa, mbona amekaa kimya, mbona hajanigombeza, mbona hajaniuliza. Pale utakuwa umemwasili kisaikolojia, na badala yake ile hali ambayo amejiandaa yeye kuja kujivizana na wewe itamwasili yeye, na ataanza kuumia na ataanza kuona lile kosa lake kwa ukubwa zaidi. Badala yake wewe ungeenda kuanza kumgombeza na mshinikiza, na hiyo itakuwa haijafanya kazi vizuri kabisa. Sasa chukulia mfano, kwa mfano tuchukulie labda wanawake, mume wako anachelewa kurudi nyumbani, anarudi usiku, ukaenda kumwambia wewe unarudi usiku, sipendi hiyo tabia, unanikwaza sana. Hapo tayari utakuwa umekosea. Lakini ukitumia ukimya wa mkakati, karudi ukampokea vizuri, ukamfungulia mlango, ukamsalimia kwa ufupi, ukampatia chakula chake, ukaendelea na shughuli zako na ukaenda ukalala, tayari utakuwa umemwasili. Na usionekane kama umekasirika au umenuna, utakuwa umemwasili kisaikolojia. Hapo ndo ataanza sasa yeye kuona, ataanza kuambia yeye mwenyewe kwamba samani nimechelewa leo kurudi kwa sababu nilikuwa na kikao kirefu na njiani kulikuwa na foleni. Lakini ukienda ukaanza kumshambulia, tayari atakuwa ameshajiandaa kuanzia njiani kwamba atakuja kukujibu nini. Kwa pale hawezi kuliwazia kosa lake, ataanza kuwazia zile hoja ambazo atakuja kujibizana na wewe. Lakini unapotumia ukimya wa kimkakati, tayari utakuwa umeshabadilisha mchezo mzima. Yeye mwenyewe ataanza kubadilika na ataanza kuongea vitu ambavyo atajitahidi siku nyingine asirudie tena. Sasa unaona kwamba ukimya wa kimkakati unasaidia. Badala ya kwenda kumshambulia mtu, unamsaidia mtu yeye mwenyewe anaanza kuyaona makosa yake na kuyafanyia kazi. Badala na ile kwenda kumwambia mtu kwamba yani wewe uko hivi, unamfanya mtu aanze kujitetea. Ni kama umempa nguvu sasa ya kuja kushambuliana na wewe. Lakini unapokaa kimya, maana yake umemnyima ile nguvu ya kuendelea kushambuliana na wewe. Sasa hii mbinu inaweza kukusaidia kabisa kumuondolea kinga ya kujitetea mpenzi wako, na akawa hana uwezo tena wa kuja kujitetea kwa hoja ambazo ameshaziandaa. Sasa sababu ya pili, unajenga hofu ya kupoteza, yani fear of loss. Unajua kisaikolojia sisi binadamu
huwa tunathamini vile vitu ambavyo vinatupotea, yani vile vitu ambavyo sio rahisi kupatikana. Lakini vile vitu ambavyo vinapatikana muda wote huwa tunaviona havina thamani, yani tunaviona tu hivi kwa sababu kipo basi thamani yake inakuwa sio kubwa. Lakini vile vitu ambavyo vinaweza kupotea huwa tunaongeza thamani zaidi. Hiyo ni saikolojia ya binadamu wote, na hiyo inaitwa laws of aviation. Sasa hii mbinu ndio inaweza kukutengenezea heshima kwa mpenzi wako, sio tu akabadilika bali akaanza kukuheshimu na kukuona kwamba wewe ni mtu wa thamani. Sasa ni namna gani unaweza kutumia ukimya wa kimkakati kuongeza hofu ya kupoteza, yani fear of loss? Jambo la kwanza kabisa, ukimya unatengeneza fumbo, yani mystery. Unajua unapokuwa unajibizana na mpenzi wako, unaongea jambo, unaanza kufoka, unaongea, tayari atajua kile ambacho kiko moyoni mwako. Lakini unapokaa kimya, unakuwa umewasili kisaikolojia. Ataanza kushuku kwamba huyu anawazia nini, au amechoka, mbona haongei, mbona hafoki. Tayari utakuwa mtengenezea namna ya kumwasili kisaikolojia. Lakini unapoanza kujibizana naye, tayari atajua mambo mengi yanayokuhusu na atajua kwamba huyu mtu kumbe anachoongea kumbe ndo anawazia hivi. Lakini unapokaa kimya, tayari yeye ataanza kuathirika kisaikolojia. Ataanza kuwaza, huyu mbona yuko kimya, mbona haongei, anawaza nini, au amenichoka, anataka kuniacha, bado ananipenda kweli? Sasa pale utamtengenezea hofu na mashaka, na ataanza kuhisi kwamba umeanza kupunguza muunganiko wa kihisia. Lakini jambo jingine ni kutoka kwenye comfort zone. Unajua mara nyingi kwenye mahusiano kuna ile hali ya kuzoeana, ile tunaita taking others for granted. Unajua kwenye mahusiano sasa yale ya muda mrefu unakuta mtu anasema huyu yupo, hata tukikosana huyu yupo. Lakini unapokaa kimya, ataanza kushuku, mbona yuko hivi, anawazia nini, au sasa hivi ameanza kunichoka, ananipenda kweli? Tayari utakuwa umemwasili na umeshamtoa kwenye comfort zone, kwa sababu mara nyingi kwenye mahusiano unakuta mtu ashazoea kwamba tukigombana tutarudiana, huyu tu yupo muda wote. Lakini unapokaa kimya, itamtengenezea mazingira tofauti kutoka kwenye yale mazingira ambayo ameshazoea, ambayo ni comfort zone. Ataanza kuwaza hivi kwa ananipenda kweli, mbona yuko kimya, mbona hajibu chochote? Utakuwa umeshaanza kumwasili kisaikolojia. Lakini ukimya unaweza kutengeneza kama alama ya kuchoka. Unajua badala ya kuanza kulalamika, kufoka, kujibizana, ukikaa kimya, hiyo inakuwa ni ishara kwamba umechoka. Yani mara nyingi inaonekana kwamba sasa hata uwezi kuongea naye, na huyo mtu ambaye umemfanyia ukimya ataanza kuona, mbona yuko kimya hivi, kwa ananipenda au ndo ameamua kuniacha, mbona yani hasemi chochote? Na hiyo itamfanya aanze kudadisi na kujua kile ambacho kinaendelea kwako. Sasa hiyo itamtengenezea ile hofu sasa ya kupoteza, na hapo ataanza kuweka umakini zaidi na wewe kuliko kuanza kujibizana naye, kuanza kufokeana naye. Hapo utakuwa unaharibu kabisa mchezo mzima. Sasa jinsi gani ya kutumia mbinu hii bila kutumia ukatili? Kwa sababu hii mbinu si nzuri ukitumia vibaya, kwa sababu utamwasili mwenzako na utamtesa kihisia. Lakini njia nzuri ya kuitumia mbinu hii bila kumtesa mwenzako, jambo la kwanza kabisa, punguza upatikanaji. Tunasema low availability. Zile meseji ambazo ulikuwa umeshazoea kila siku kutuma za makopa, unatuma kwa haraka, badilisha sasa utaratibu. Jibu message kawaida kama unapomjibu mtu mwingine. Kama ni simu, ongea kawaida, usionyeshe kukasirika, kununa. Hapo tayari utakuwa umeshabadilisha mchezo mzima. Mwenzako ataanza kuwaza, mbona yuko hivi, mbona sasa hivi yuko busy sana na mambo yake mengine. Lakini jambo jingine, jishughulishe na maendeleo yako. Kama unapenda kucheza muziki, kusikiliza mambo mbalimbali, au kusoma vitabu, au kufanya mazoezi, endelea na kazi zako. Badala ya kuanza kuwaza kwamba lini atabadilika, hiyo nguvu itumie kuanza kufanya vitu vyako vingine. Hapo utajikuta uko busy na mambo yako, na yeye ataanza kukukumisi na kuanza kutafuta namna ya kuwa karibu na wewe. Lakini ukiwa unatumia nguvu kubwa kuanza kumtafuta na kuwa karibu naye, tayari utakuwa umeshaasili ile mbinu kwamba kama nilivyosema, si binadamu huwa tukiona kitu kinapatikana tunakipunguzia thamani, lakini kikiwa hakipatikani thamani yake inakuwa kubwa zaidi. Lakini kuwa mkimya kwa utulivu. Unajua usikosee, unapokuwa unafanya mbinu hii usionekane umenuna, umekasirika. Hapo utabadilisha kabisa hii mbinu. Utaonekana kama una lengo la kumwadhibu mwenzio. Lakini unapokuwa kawaida, tayari utakuwa umemwasili mwenzako na ataanza kutafuta nini ambacho kinakuasili na umepata changamoto gani. Na hapo ataanza kutafuta namna ya kurekebisha wewe uwe sawa. Na hapo atakuwa makini kabisa kwamba asifanye tena kosa jingine la kuja kufanya wewe ukwazike. Kwa hapo utambadilisha mwenzako bila kutumia nguvu kubwa, kwanza kumfokea au kumlazimisha, na thamani yako itaongezeka juu zaidi kuliko kwanza kubishana naye, kuongea naye. Ukitumia ukimya wa kimkakati, unaweza kubadilisha mchezo mzima na mwenzako akabadilika kutoka kwenye tabia ambayo ilikuwa sio nzuri ambayo alikuwa anakufanyia, na akakuheshimu zaidi.
Sababu ya tatu, unapandisha thamani yako, yani self value and emotional maturity. Unajua kwenye mahusiano, vile namna unavyoishi na mtu ndivyo anavyokuzoea. Yani kwa mfano, ukizoea kuwa unafoka, unajibizana na mtu, au mkikosana unaanza kulia, unatuma message ndefu, ndivyo mtu huyo atakuwa amekuzoea kwa namna hiyo. Sasa ukiwa na mbinu hii ya ukimya wa kimkakati, utabadilisha kabisa mchezo mzima, kwa sababu vile ambavyo amekuzoea utambadilisha kabisa mtazamo, ataanza kuona tofauti. Sasa tutaona namna gani ambayo unaweza kubadilisha kabisa mchezo mzima na akaanza kukuona tofauti na thamani yako ikawa juu zaidi. Jambo la kwanza kabisa, unazuia urahisi, predictability, kwamba unakuta mwanzo alishazoea kwamba labda mkikosana unaanza kulia, unatuma message ndefu, lakini unapokaa kimya bila kufanya kitu chochote, tayari utaanza kumtengenezea mashaka juu yake kwamba mbona uko hivyo, umekaa kimya, kwa sababu alikuwa ameshazoea kwamba wewe huwa unalia, unakosa amani, unaanza kumtafuta, unambembeleza. Lakini unapokaa kimya, tayari utakuwa umemwasili yeye kisaikolojia, na hapo sasa thamani yako itapanda, kwa sababu ataanza kupata wasiwasi. Mbona uko kimya, unawaza nini, unafikiria nini? Tayari utakuwa umeshaanza kumwasili kisaikolojia. Lakini jambo la pili, nidhamu ya hisia, tunaita emotional self control. Unajua kwenye mahusiano au hata kwenye maisha kawaida, mtu yote anayefoka au analia au anaongea vitu wa hasira huwa anaonekana ni mtu ambaye hawezi kujidhibiti. Lakini yule mtu ambaye amekaa kimya, kwa mara nyingi anaonekana ni mtu ambaye anaweza kujidhibiti. Na mtu yote ambaye anaweza kujidhibiti anaonekana ni mkomavu na anauelewa. Na mara nyingi hata kwenye mahusiano, mtu lazima atakuona kwamba wewe umekomaa na una misimamo ya maamuzi yako, kuliko kuanza kufoka kutukana. Lakini ukikaa kimya, itakutengenezea mazingira uonekane wewe una msimamo. Lakini jambo jingine, unatengeneza mipaka, tunaita boundary. Unapokaa kimya, unamwambia mtu kwamba kuna sehemu ambapo mtu amevuka, sasa kuwa asiendelee kuvuka, aishie hapo. Ni kama lugha ya kumwambia mtu kwamba hutakiwi tena kuendelea kuvuka hii mipaka ambayo umefanya, maanake umezidi. Sasa sehemu ambayo unatakiwa uishie wewe umezidi, maanake ni lugha ya kumwambia sasa mtu asiendelee na kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo inaweza kutengenezea mipaka, mtu kujua kwamba kumbe sehemu nilipofika sasa sio sehemu sahihi, kwa hiyo natakuwa nirudi nilipoenda, nimezidi kiwango cha kawaida. Lakini sasa jinsi gani ya kutumia mbinu hii ili kupandishie thamani na ikuoneshe kwamba wewe umekomaa kiakili, yani kihisia, tunaita emotional maturity. Jambo la kwanza kabisa, usiwe na uso wa hasira, yani usinune. Ili mbinu hii ifanye kazi vizuri, na watu wengi wanakosea, unakuta amenuna, amekasirika. Mara nyingi ukifanya hivyo utaonekana unateseka, na baada yake hii mbinu hii haitafanya kazi. Na lengo la mtu kukuzoea au kuona wa kawaida, maanake anapofanya jambo likakuasili, tayari thamani yako itakuwa haijapanda juu. Lakini unapoonekana una furaha, unaishi maisha yako ya kawaida, utakuwa umemchanganya zaidi mwenzako. Lakini ukinuna, utaonesha kwamba bado unaendelea kuteseka na hilo jambo. Lakini kitu kingine, endelea na maisha yako, vaa vizuri, pendeza. Mwenzako anapokuona umekaa kimya afu unaendelea na maisha yako na furahi, itamfanya mwenzako aone kwamba pamoja na ukimya wako bado ana maisha ya amani na furaha, kwamba hakutegemea kwamba wewe ndio utakuwa ni sehemu kubwa ya kumpa furaha na amani. Na hiyo itamfanya mwenzako akuone kuwa una thamani zaidi, na atafanya juu chini ili kuja kudadisi kwamba kipi ambacho kinaendelea ndani yako. Lakini ukiwa una nuna, umekaa ndani unalia, una mawazo, tayari utakuwa umepoteza kabisa ile nguvu ya thamani yako kwake. Lakini jibu ndio au hapana, hii tunaita minimalism. Sasa kwenye majibu yanaweza kukusaidia mwenzako akabadilika, kwa sababu unapojibu kwa ufupi, tunaita minimalistic interaction. Mwenzako ataona kwamba hii sehemu hataki kuvuka mpaka aanze kubadilika kwa kile alichokufanyia. Ukifanya na kuuliza kitu fulani ukasema ndio au ukasema hapana kwa ufupi, manake unamwambia mwenzio kwamba yani hiyo ni lugha ya kumwambia mwenzio kwamba hauna nafasi ya kufanya mazungumzo na yeye au mawasiliano na yeye mpaka atakapobadilika. Lakini unapoongea zaidi, manake itakuwa inaonyesha kwamba wewe bado hauna shida yoyote. Lakini unapojibu kwa ufupi, manake unakuwa unamuonesha mwenzio kwamba hauna nafasi ya mazungumzo na yeye mpaka atakapobadilika. Kwa hiyo hii mbinu inaweza kusaidia kuongeza thamani, lakini pia ikamfanya na mwenzako akabadilika, akatoka kwenye mtazamo ambao mwanzo alikuwa anafanya vibaya na akawa vizuri, na thamani yako itapanda juu zaidi, na ataanza kuheshimu na kuchukulia ni mtu wa thamani zaidi.
Sababu ya nne, unampa nafasi ya kukumbuka, naita the power of absence. Sasa hii ndio sehemu ambayo unaweza ukatumia ukimya wa kimkakati kumbadilisha mpenzi wako akabadilika kabisa, kutoka kwenye tabia ambayo ulikuwa unaona sio nzuri akarudi kwenye tabia ambayo wewe unahitaji. Sasa hii inakuaje? Kwa sababu mwanzo unajua kwenye mahusiano wao kuna ile hali ya kuzoeana. Sasa unakuta mpenzi wako labda ashakuzoea, mnaongea kila siku, mnafanya mambo mengi. Sasa unapokaa kimya ghafla, tayari utabadilisha kabisa mchezo mzima na ataanza kubadilika na kuanza kuhisi nini kimetokea. Sasa kuna mambo ambayo ukiyafanya yanaweza kumwasili na yeye ataanza kubadilika hatua kwa hatua. Jambo la kwanza ni kukosa huduma za kihisia. Kwa mfano, mlikuwa mmeshazoea, mnapigiana simu, mnajuliana hali, mnaongea sana. Sasa akikosa ile hali ataanza kukumbuka, na ule muunganiko wa kihisia kwa sababu utakuwa haupo, ataanza kukumbuka na kuanza kuwaza uwepo wako, na hapo thamani yako itaanza kupanda zaidi. Lakini pia ataanza kulinganisha zamani na sasa, kwa sababu sasa wewe uko kimya, hauendelei tena kuwa naye na kuwa karibu na yeye. Ataanza kukumbuka yale mambo ya zamani, na hayo yataanza kumfanya yeye aanze kujitathmini na kuona kwamba sehemu gani ambayo yeye amekosea, aanze kujirekebisha ili tena asije kukumbana na wewe. Lakini pia kujitathmini, tunaita self reflection, kwa sababu atakuwa hana mtu wa kujibizana naye na wewe hujampigia kelele. Kwa sababu unajua mtu anapoanza kujibizana, kama nilivyosema awali, tayari anapoteza ile nguvu ya kuanza kuwazia kosa lake, anaanza kuwazia zile hoja ambazo atakuja kujitetea kwako. Kwa hiyo hiyo inamfanya aanze kujitathmini kwamba yeye ndio mwenye changamoto, na ataanza kuangalia ni sehemu gani ambapo amekosea ili aanze kurekebisha ili kuwa na mahusiano mazuri na wewe. Sasa jinsi gani ya kuitumia mbinu hii ili kuletee matokeo mazuri? Jambo la kwanza kabisa, acha kujipendekeza. Tunasema stop over functioning. Unajua usionekane unafanya vitu vikubwa, fanya vile vitu vya kawaida kwake. Kama kwa mfano ni mke wako, usiaje kuhudumia mambo ya kifamilia, lakini kama ni kwenye mahusiano unaweza ukafanya vile vitu vya kawaida vya kijamii vya kawaida, lakini vile vitu vya upendo vya kimahaba, labda ulikuwa umeshazoea kumletea maua, kumpeleka sehemu, yani vile vitu ambavyo vinaonyesha kwamba ni dating, vile vitu unatakiwa uvipunguze ili aanze kukosa ule muunganiko wa kihisia, aanze kukumbuka zamani, na hapo aanze kujitathmini na kuanza kuangalia ni sehemu gani amekosea ili ajibadilishe. Lakini usiwe na gubu. Gubu ile kununa, unalamika peke yako pembeni. Ukionekana vile utaonekana unateseka, lakini ukiwa na maisha yako unafurahi, ataona kwamba wewe una furaha na una maisha mengine ambayo yanakupa furaha. Kwa atatamani kujua ni kitu gani ambacho kinakufanya ufurahi bila yeye kumshirikisha. Kwa hiyo itampa hamasa zaidi na kuongeza mvuto zaidi na wewe, kwa sababu mara nyingi na watu wengi kwenye mahusiano wanaamini kwamba ukiwa na yeye ndio anafurahi zaidi, au kwenye mahusiano watu wawili mnapokuwa pamoja mnaopendana ndio mnatengeneza furaha. Lakini ukionekana una furaha nje ya hayo mahusiano, tayari atatamani kujua zaidi na atatamani kufahamu kitu gani ambacho kinakupa furaha ili mshirikiane naye. Lakini pia kuwa bize kwenye maisha yako. Unapokuwa unaendelea na shughuli zako, ile nguvu ya kwanza kumwazia mwenzako, kuwaza utafanyaje, unapoendelea na maisha yako tayari utatengeneza ule mvuto wa kihisia. Mwenzako ataona kwamba wewe humtegemei yeye ili uwe na amani na furaha. Kwa hiyo atatamani kufanya juu chini, ataanza kujipendekeza, kutafuta ili kurejesha ile furaha ambayo mwanzo mlikuwa nayo pamoja na yeye. Kwa hiyo itatengeneza mvuto mzuri na yeye ataanza kubadilika ili kuendana na kile ambacho wewe unakihitaji. Kwa hiyo endelea na maisha yako, fanya kazi zako vizuri. Ile nguvu ambayo ulikuwa unatumia kumwazia mwenzako sasa ihamishie kwenye kazi zako na zifanye vizuri. Hapo utatengeneza mvuto mkubwa na mwenzako ataanza kubadilika bila kumlazimisha wala kutumia nguvu kubwa. Sasa sababu ya tano inaleta matokeo ya kudumu, naita intrinsic motivation. Unajua hii ndio sehemu ambayo sasa kwenye mahusiano inaweza kukusaidia kumbadilisha mtu kwa muda wa kudumu kuliko ule muda mfupi tu mtu anabadilika afu anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Sasa tutaona tofauti kati ya kutumia mbinu ya ukimya wa kimkakati na wale watu ambao wanatumia mbinu ya kufoka au kupiga kelele. Sasa tutaona namna gani ambavyo hivi vitu viwili vinaweza kuleta matokeo tofauti. Sasa mabadiliko ya kutumia kelele au kufoka, kujibizana, mara nyingi watu tunaita ni external. Mara nyingi haya mtu huwa anabadilika hii tu kelele ziishe. Yaani kwa mfano mtu anaona ngoja tu nibadilike, huyu naye apunguze hizo kelele. Sasa haya hayadumu. Maana yake kelele zikiisha tu atarudi kule kule ambapo
alikosea na atafanya vile vile, kwa sababu kelele zako ndo zilikuwa zimemfanya abadilike. Lakini mabadiliko ya ukimya haya ni internal, kwa sababu mtu atakuwa ameona thamani yako na atakuwa ameshajifunza kwamba kuna vitu gani ambavyo uhitaji, na atakuwa ameshajifunza kwamba akifanya kitu fulani atakupoteza. Kwa hayo atamfanya yeye mwenyewe ajitathmini na abadilike mwenyewe kuanzia ndani, tunasema conviction, na hataweza tena kufanya kile kitu, kwa sababu atakuwa amebadilika yeye mwenyewe kwa kujichunguza na kujirekebisha, kuliko mabadiliko ya kelele, ambapo kelele zikiisha anarudi kule kule. Sasa kuna namna ambapo matokeo ya kudumu yanavyojengwa kwa mtu ambaye anabadilika kwa kutumia mbinu ya ukimya wa kimkakati. Jambo la kwanza kabisa, unatengeneza standard mpya. Hii inamuonesha mpenzi wako kwamba kuna mambo ambayo huwezi ukayavumilia, na huo ukimya wako unamuonesha kwamba kuna vitu ambavyo akifanyia huwezi kuvumilia, na akifanya atapoteza kabisa ukaribu wake na wewe. Lakini pia anajifunza kukusoma. Baada ya muda mpenzi wako ataanza kujua kuwa ukikaa kimya tu tayari kuna jambo haliko sawa, na hii itasaidia yeye kujirekebisha ili asije kukosea tena. Lakini pia inatengeneza heshima ya kudumu. Mtu anayejua kutawala maneno na hisia zake, ambao tunaita emotional intelligence, anaheshimika zaidi. Heshima hiyo ndio inamfanya mpenzi wako awe mwangalifu, asikuumize tena kwa makusudi. Mtu yote ambaye amekaa kimya huwa anaonekana ni mtu ambaye anaweza kujidhibiti kihisia, na hiyo itamtengenezea mwenzako kuona kwamba ni mtu ambaye unaweza kujikontrol, na hiyo itamfanya mwenzako akuheshimu zaidi, ili asije tena akafanya kitu ambacho kitakuja kukuumiza. Sasa ukimya hautakiwi kufanya kwa muda mrefu. Pale unapomwona mwenzako kabadilika, kaanza kujutia, kaja kuongea na wewe na kutaka mkae sawa, hapo sasa ndo sehemu ya kurekebisha sasa, na wewe kumsikiliza na kuongea naye, lakini hautakiwi kununa kwa muda mrefu. Sasa hapo utakuwa umeharibu kabisa mbinu hii na itakuwa haina matokeo mazuri. Sasa kuna jinsi ya kuvunja ukimya huu, tunaita the resolution. Mwenzako anaporudi kutaka myamalize na muongee vizuri, kuna mambo matatu ambayo utakuwa yazingatie. Jambo la kwanza kabisa, mpongeze kwa mabadiliko. Kwa mfano kama alikuwa anachelewa, kama leo amewahi, mwambie nimefurahi sana ulivyowahi kurudi leo na kunijulisha, asante sana. Lakini pia hata kuna jambo jingine kafanya zuri ambalo amebadilika kulingana na ukimya wako, mpongeze. Alafu jambo jingine la pili, ongea kwa upole na kwa msimamo. Unaweza kumwambia, ukimya wangu ulikuwa kwa sababu niliumia sana na sikutaka kusema maneno makali. Naomba jambo hili lisijirudie. Unasema kwa ufupi lakini kwa msimamo. Hapa atakuwa anajua kwamba kuna sehemu atakuwa mwenzako aishie, asivuke hapo. Lakini pia jambo la tatu, rudi kwenye hali ya kawaida. Usiweke kinyongo, akishajirekebisha rudi kwenye uchangamfu wako. Hii inamfundisha kuwa mabadiliko yake yana matokeo mazuri kwako. Sasa hii itamfanya tena pia na yeye aongezeke kufanya zaidi, ili asiendelee kukuumiza, na yeye ataendelea kupata hamasa zaidi ya kufanya, kwamba ameona kwamba vile anachokifanya ni kizuri na kuna kuletea matokeo mazuri na wewe kuwa kwenye hali ya kawaida. Okay, asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Sasa naamini umejifunza kwamba wakati mwingine nguvu kubwa kwenye mahusiano sio kusema sana, bali ni kujua wakati sahihi wa kukaa kimya. Kumbuka, ukimya wako uwe na lengo, sio adhabu. Uwe wa kujiheshimu, sio wa kukimbia mazungumzo. Kama umejifunza kitu kipya leo, hakikisha umebonyeza like, andika kwenye comment nimejifunza, ili nijue kama umeelewa, na subscribe ili usikose mbinu nyingine za kisaikolojia zitakazobadilisha maisha yako. Pia share video hii kwa mtu mmoja ambaye unajua anapitia changamoto kwenye mahusiano. Unaweza ukawa umebadilisha maisha ya mtu huyo bila kujua. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Bye bye na uwe na siku njema.